Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tabani, mkusanyiko huu kama mnavyotambua ni kwa malengo ya kumkumbuka kiongozi wetu wa kiroho, mwana wa chuoni mkubwa, kiongozi wa Waislamu hususan mashia duniani, al-Imam al-Khamenei, kwa msiba huu mkubwa. Kwa uchache mimi ninavyomwangalia al-Imam al-Khamenei, bwana mkubwa huyu, namwangalia katika nyanja zifuatazo. Nyanja ya kwanza, namwangalia kwamba ni msiba uliotukumba wa Tanzania wote, Waislamu, Wakristo, bali hata mamlaka, hata serikali. Kumbukumbu zangu zinasema kwamba mwaka 1985 al-Imam al-Khamenei alikanyaga katika ardhi hii ya Tanzania, na aliyekwenda kumpokea airport alikuwa ni baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiongozana na mufti wa wakati wake Sheikh Hamad bin Juma bin Hamad, na kina Sheikh Hussein Ashadhili, na kina Sharifu Nuruddin Hussein, na kina na watu wengine wakubwa, kina mzee Mtuli ya kipindi hicho. Kwa hivyo al-Imam al-Khamenei ni mtu aliyekanyaga nchi hii na akafika mahala hapa na akalala kipindi hicho kwenye hoteli inayoitwa hoteli ya Kilimanjaro. Kwa hivyo ni msiba ambao umetugusa Watanzania sote, lakini kuna mawili matatu muhimu ambayo haya ni kumwenzi na kumkumbuka bwana huyu ni muhimu. Kwa mfano, al-Imam al-Khamenei alichokifanya katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo ni nchi imejaa Wakristo, imejaa Mayahudi, imejaa Zaradashti na Ahlusunna na Mashia, lakini serikali na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hawa wote wanashirikiana na wanakaa pamoja na wanafanya mambo yao kwa umoja. Kwa hivyo kama kuna jambo la kulisoma sisi wa Tanzania kwa Wairani, ni umoja wa kitaifa wa dini tofauti zilizokuwepo Irani, ambazo zimekamatana, zinashikana, zinashirikiana, zinaelewana. Lakini kwa upande wa Waislamu, miongoni mwa mambo makubwa bwana mkubwa huyu aliyoyapigania ulikuwa ni umoja wa Waislamu, ulikuwa ni umoja wa watu wanaotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ninakumbuka katika fatwa zake, ni fatwa inayowaambia Mashia kwamba ni haram wakienda Maka kuswali mahotelini, lazima waswali msikitini. Kwa hivyo jambo la umoja wa kitaifa ambalo naamini tunalihitajia leo mno katika nchi yetu, umoja wa Waislamu, ni jambo tunalihitajia mno. Naamini haya ni masomo ya kuyasoma kwa bwana mkubwa huyu. Lakini jambo jingine la tatu ambalo ni muhimu mno, bwana huyu amelipigania. Ukijaribu kumsoma kwa makini, bwana huyu amepigania wanadamu, amepigania utu, ameenzi utu. Alikuwa anapoona utu wa mwanadamu unasambaratishwa, ni jambo lilikuwa likimkera na likimnyima raha. Na naamini ulimwengu wa leo ambao umepoteza utu, umepoteza wanadamu, kumwenzi mtu ambaye alichokuwa anakifunza ni utu na mshikamano ni jambo moja kubwa mno. Lakini alikuwa akitetea amani ya dunia, akipigania amani ya dunia, na wote wanaofuatilia vikao vyao utajaribu kuwaona hivyo. Kwa hivyo naamini kwamba sisi kama Watanzania kumwenzi mtu huyu ni moja ya jambo ambalo litazidi kuboresha umoja wetu wa kitaifa, umoja kati yetu kama Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini vile vile kuboresha amani ya taifa letu na utulivu wetu. Kwa baraka ya kifo hichi, Mwenyezi Mungu azidi kutupa amani ya dunia, lakini nchi yetu pendwa Tanzania, Mungu azidi kuipa amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Na rais wetu mpendwa ambaye ndiyo sababu ya sisi kuweza kuonana sehemu kama hii, Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe nguvu, ampe taufiki na azidi kumpa hekima na busara, tuweze kuendelea kuwa taifa moja lenye mshikamano, umoja, upendo na maridhiano. Asanteni sana na Ramadhani Karim, na Mungu awabariki.